Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Januari 16, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Kutoka katika kitanda cha kutesea, kigingi cha kuchomea watu moto, mahabusu ya chini ya ardhi, kutoka katika mashimo ya wanyama na mapango ya dunia, anaisikia sauti ya kelele za ushindi za wafia dini. Anausikia ushahidi wa mioyo yenye juhudi, ambao watu hao pamoja na ufukara, kuudhiwa, kuteswa, bado wanatoa ushuhuda bila woga kwa ajili ya imani yao, na wanasema, kwa maana ninamjua yeye niliyemwamini. Hawa wanayatoa maisha yao kwa ajili ya imani. Wanamtangaza kwa ulimwengu kuwa yule waliyekuwa wameweka tumaini lao kwake alikuwa na uwezo wa kuwaokoa hasa. Ellen G. White, Matendo ya Mitume, sehemu ya pili, ukurasa wa 186 na 187. Kamwe hapakuwa na tofauti kubwa ya imani katika jumuiya ya Kikristo kama ilivyo siku hizi. Kama karama za mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, Waefeso 4:11-13, zilihitajika ili kuhifadhi umoja wa kanisa la awali, si zaidi sana kurejesha umoja sasa, na kwamba ni kusudi la Mungu kurejesha umoja wa kanisa katika siku za mwisho ni dhahiri sana katika unabii. Tunahakikishiwa kwamba walinzi wataelewana wakati Bwana atakaporejesha Sayuni, pia kwamba wakati wa mwisho wenye hekima wataelewa. Hili litakapotimizwa, kutakuwa na umoja wa imani na wale wote ambao Mungu anawahesabu kuwa wenye hekima. Kwa wale ambao kwa uhalisi wanaelewa kwa usahihi, ni lazima waelewe sawa. Kutokana na mambo kama haya, ni dhahiri kwamba hali kamili ya kanisa iliyotabiriwa hapa ingali katika siku zijazo. Kwa hiyo, karama hizi bado hazijatimiza kusudi lake. Ellen G. White, Early Writings, ukurasa wa 140. Maswali ya kujadili. Kwa kuzingatia nukuu hapo juu kutoka kwa R.F. Cottrell, ni nini kinachohitajika ili Roho Mtakatifu alete umoja katika kanisa la Mungu leo? Kufanyia kazi ushauri unaotolewa kwa njia ya karama ya unabii ni muhimu kiasi gani kwa ajili ya umoja wa kanisa? Swali la pili. Unawezaje kueleza fundisho la Biblia kuhusu kifo kwa rafiki yako anayeamini kwamba Paulo na Wakristo wengine waliokufa sasa wako pamoja na Kristo mbinguni? Swali la tatu. Tunaelewaje uhalisi wa kutisha wa kuteseka katika ulimwengu huu? Kwa nini wazo la pambano kuu linasaidia sana katika kutupatia ufahamu wa hayo yote? Kwa nini hata hivyo ni lazima hatimaye tumtazame kabisa Yesu msalabani kama udhihirisho kamili wa upendo wa Baba na kujifunza kumtumaini yeye hata katika nyakati mbaya zaidi? Hii ni Januari 16, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi, ikitufanya kufikia tamati ya somo la 3 robo hii, somo linalosema uzima na mauti. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.